Karibu Bukelebe TV, jifunze neno la Mungu, pokea matumaini na gundua unabii wa kibiblia. Jiunge nasi kwa safari ya kiroho. Hii ni Bukelebe TV. Bukelebe TV. Angalia, dunia imejaa dhambi na maovu. Wakati wa hatari umefika. Usichelewe kujipanga na kumtafuta Yesu. Tafuta wokovu leo kabla ya kuchelewa. Habari njema ikirushwa Bukelebe TV. Karibu sana. Tusiache kufuatilia katika TV ya Bukelebe TV. Habari za wakati huu, karibu katika kipindi cha kujifunza maandiko matakatifu. Na leo tunaangazia lesoni ya Jumatatu yenye kichwa kinachosema vita mbinguni. Ni lesoni ya tarehe 20 mwezi wa 10 2025. Usomaji wa Biblia kwa mpango, tunasoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 34. Tuombe. Baba yetu uliye mbinguni, tunakushukuru kwa kutupatia nafasi ya kujifunza neno lako. Tunakuomba utupatie Roho Mtakatifu atuongoze tuweze kuelewa vizuri somo la leo kuhusu vita mbinguni. Tufundishe ukweli wako na utusaidie tuelewe nafasi yetu katika pambano hili kubwa kati ya wema na uovu. Tunakuomba haya yote kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Yoshua alijua kwamba mapambano aliyokuwa anakabiliana nayo duniani hayakuwa tu vita ya kawaida, bali ni sehemu ya mapambano kubwa iliyoko kati ya Mungu na Shetani. Biblia inatueleza wazi kwamba pambano hili lilianzia huko mbinguni kabla hata dunia haijaumbwa. Katika kitabu cha Ufunuo sura ya 12 mstari wa 7 hadi mstari wa 9 tunasoma kwamba kulikuwa na vita mbinguni. Lucifer, ambaye sasa tunamjua kama Shetani, aliinuka kumpinga mamlaka ya Mungu. Alitaka kuchukua nafasi ya Mungu. Kwa sababu ya kiburi chake, aliwaongoza malaika wengine wakasi pamoja naye, na wote wakafukuzwa kutoka mbinguni. Kitabu cha Isaya sura ya 14 pamoja na kitabu cha Ezekieli sura ya 28 zinatupatia picha ya hali hiyo. Maneno haya yanazungumzia wafalme wa Babeli na Tiro, lakini ndani yake kuna ishara za kiroho zinazoonesha zaidi ya wafalme wa kawaida. Zinaeleza kuhusu kiumbe aliyewahi kuwa mbinguni, mwenye uzuri wa hekima, lakini akajaa kiburi na kutaka kutukuzwa kama Mungu. Huyu si mwingine bali ni Lucifer mwenyewe. Biblia inasema alitaka kupanda juu ya nyota za Mungu na kuwa kama aliye juu kabisa. Kitabu cha Isaya sura ya 14 mstari wa 13 hadi mstari wa 14. Lakini matokeo yake aliangushwa chini kabisa. Kiburi kilichomfanya Lucifer anke ndicho kilichoharibu hata wanadamu leo. Tamaa ya utukufu, kujiona, kutokutii maagizo ya Mungu. Katika Danieli sura ya 10 mstari wa 12 hadi mstari wa 14 tunaona kwamba bado kuna mapambano kati ya malaika wa Mungu na nguvu za giza duniani. Hii inatukumbusha kwamba vita ya Israeli katika Biblia havikuwa tu vya kimwili, bali vilikuwa sehemu ya pambano la kiroho kati ya wema na uovu. Leo hii vita hivyo vinaendelea katika maisha yetu. Tunapojaribiwa kufanya maovu, tunapopambana na dhambi, tunapochagua kati ya kweli na uongo, hapo ndipo pambano kuu linaendelea. Mungu anataka tushiriki upande wa wema, upande wake wa upendo na haki. Kwa hiyo somo la leo linatufundisha kwamba kila tunachokiona duniani, vita, chuki, dhambi na mateso, ni matokeo ya pambano la muda mrefu kati ya Mungu na Shetani. Lakini tunapata tumaini kwa sababu Biblia inatuambia kwamba mwisho wa yote Mungu atashinda. Uovu utashindwa kabisa na amani ya milele itarudi. Swali la kutafakari: je, ni katika maeneo gani ya maisha yako unaona pambano hili kati ya wema na uovu? Na je, unamruhusu Mungu akusaidie kushinda? Tusali. Baba wa rehema, tunakushukuru kwa kutufundisha kuhusu vita iliyoanzia mbinguni na inavyoendelea hata sasa leo duniani. Tunakuomba utupe nguvu za kiroho ili tushinde majaribu na tusimame upande wako wa haki. Tuweze kuishi maisha yatakayokuonesha wewe kama mfalme wa amani. Tunakuomba haya yote kwa jina la Yesu Kristo, Bwana Mwokozi wetu. Amina.